Okay. Unapata nafasi ya kuonana na baba na nini? Napata nafasi ya kukutana na babangu na sasa hivi ipo hospitali kidogo anaumwa. Oh, yeah. Amelazwa kwa pole. Sitaki sana kumzungumzia. Pole. Na mharigani na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Hapa ni Nyundo Info, moja kati ya kipindi ambacho kinapatikana kunako YouTube channel yetu Nyundo TV. Dhamira yake kubwa ni uweza kukuletea taarifa zile ndogo ama taarifa za haraka ambazo zinatokea kila siku kunako mitandao ya kijamii. Na moja kati ya taarifa ambayo tumezamini kukuletea ni taarifa ambayo inahusisha familia ama msanii kutoka kwenye lebo ya Bicho Production kupitia kwa Baba Asma kutoka kwenye tamthilia ya Dunia. Bila shaka wengi wanamfahamu Leila, moja kati ya msanii ambaye anapatikana kunako tamthilia ya Dunia, moja kati ya msanii pendwa kabisa kwa sasa ambaye anafanya vizuri kwenye tamthilia hii ya Dunia. Leila ni amehigiza kwenye tamthilia ya Dunia kama mke wa Kawina, lakini pia kama mke wa bosi wa Manyanya. Nikisema mke wa bosi wa Manyanya, naamini kila mtu atakuwa anamkumbuka, moja kati ya msichana mrembo kama unaweza kumuona kwenye kioo chako hapo, ambapo kwa mara ya kwanza ameweza kuonekana kwenye tamthilia hii ya Dunia. Kwa mara ya kwanza ameweza kuonekana kwenye kambi ya Baba Asma. Nyundo TV tuliweza kuzungumza na Leila kwa takriban kama siku 3 zilizopita, na kwenye mambo mengi ambayo tumezungumza naye, moja alisema ni kuhusiana na hali ya baba yake. Yes, Leila kupitia kinywa chake mwenyewe alisema kwamba hali ya baba yake sio nzuri sana, kwa maana kwamba alilazwa hospitali. Ndivyo alivyozungumza Leila, na kuanzia pale watu wengi walikomenti kuweza kumpa pole na kuweza kumtakia mema baba yake na Leila. Mungu aweze kumpa nguvu, aweze kulikava, mwisho wa siku aweze kuendelea na majukumu yake kila siku. Lakini leo Nyundo TV tumeweza kupata taarifa za kusikitisha, taarifa za simanzi, tanzia, kama sio taarifa za huzuni. Baba yetu ama baba wa Leila ambaye alikuwa amemzungumzia siku hiyo, kwa sasa hayupo duniani. Taarifa zinasema kwamba baba yake na Leila amefariki dunia. Nyundo TV tumeweza kumtafuta Leila kwa kipindi hiki, lakini tumeweza kumkosa. Lakini kwa sasa tunakwenda kumtafuta kiongozi mwenyewe ama mkurugenzi wa kampuni hiyo ya Bicho Production, ambaye ni Baba Asma mwenyewe, aweze kuthibitishia ukweli juu ya hiki ambacho kimetokea. Naam. Inakuaje ndugu yangu? Salama, habari? Kwema bwana, upo live hapa kwenye YouTube channel yetu Nyundo TV, na dhamira kukupigia simu ni juu ya taarifa ambayo tumesikia ya kifo cha baba mzazi wa moja wa msanii wako Leila Visram, na ningetamani tufahamu kutoka kwako uhakika ama uhalisia wa hili jambo lipoje. Karibu. Okay, ni kweli usiku wa kuamkia leo by saa 9 hivi nilipokea taarifa. Sababu alikuwa anakuliwa na baba yake Leila. Ndio. Na kwa kweli imekuwa bahati mbaya, mzee amefariki usiku wa leo. Kwa hiyo ni kweli. Sofa, msiba upo wapi kwa taarifa za awali ambazo umezipata mpaka muda huu, na yule ambaye angetamani kushiriki mazishi haya yaelekee wapi? Msiba uko hapa Dar es Salaam, maeneo ya Posta, Kariakoo hapo. Na mazishi yatafanyika leo usiku saa 1. Sawa, kwa niaba ya watu wote ambao wameguswa na msiba huu na kama familia ya Asma Production, ningependa kuwapa pole kwa hili ambalo limetokea. Nashukuru sana bana. By the way, tumelipokea kwa masikitiko kwa sababu ni baba yetu pia, familia yetu, kwa hiyo tuko kwenye hali hiyo, hakuna namna. Tunapokea ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Amina. Poleni kwa msiba jamani. Asante sana. Mengi tumezungumza, lakini kubwa zaidi ni kusihi kama Mtanzania, kama ni mtu ambaye anafahamu nini maana ya kufariki, maneno pekee ambayo tunatakiwa sasa hivi kuzungumza ni kuweza kumwombea marehemu. Mungu aweze kumpa kauli thabiti huko alipo, lakini Mungu aweze kumtia nguvu Leila na wasanii wote ambao wanapatikana kunako tamthilia hii ya Dunia. Una asili kidogo ya Uarabu? What happened kwa wazazi? Babangu ni Muhindi, mamangu ni Msukuma. Na Wasukuma na Wahindi wanapendanaga, sio kwa nini? Ilikuwaje wewe kuingia huko? Nani alitoa go ahead? Maana I know kwenye watu wenye asili kidogo kunakuwa na mushker kuingia kwenye sanaa. My mom. Okay.
ana support sana, na siku aliyojua kama mimi niko kwenye sanaa, yaani hata nikimwambia leo, nikimpigia simu sasa nikamwambia mimi nataka kutoka, ni mtu wa kwanza kuniambia kwa nini utoke kati ndio sehemu nilikuwa naitafuta muda wote, kwa nini utoke? Lakini Maidadi amekuja kujua nimeshaingia sasa. Okay. Nimeshaingia, ndio nikaanza kumwambia mimi kuna 1 2 3. Ni vitu ambavyo wenyewe hawavipendi kwa sababu najua Wahindi wenyewe wana misimamo yao. Na sijalelewa sana na nimeona mama yangu. Siku ninapotaka kuingia nilimwambia mama yangu akabless, ndivyoona ame bless. Kwa sababu yule pale babangu siwezi nikasema kama simwambie. Yes. Yeah, nikamwambia pia na akasema okay it's okay, lakini jiangalie kwa makini tu. Oh yeah. Kwa maana baba yupo Tanzania. Yeah, yupo Tanzania, kwa nini asiyepo? Yupo sehemu gani? Na yuko Mwanza huko kwama? Yupo hapa pada. Okay. Ila mama ndio yuko Mwanza. Yeah. Okay. Unapata nafasi ya kuonana na baba na nini? Napata nafasi ya kukutana na babangu, na sasa hivi yupo hospitali kidogo anaumwa. Oh yeah. Amelazwa kwa. Pole. Sitaki sana kumzungumzia. Pole. Are you okay? Yeah, I'm okay. Tusimzungumzie baba sababu it seems like unaenda kulia. Sitamani hicho kitu kitokee. Mama ana bless kwenye kila kitu ambacho unakifanya, kwa sababu sisi tunajuaga wazazi wa kike wanakuaga ndo kila kitu kwa mtoto wa kike. What happening kwako? Yaani ni mtu ambaye ana support kila kitu ambacho nitamwambia kwamba nataka nifanye hichi, kama kwa kinaona niko kiko sawa na nikiongea kwake kinaweza kikawa kiko sawa, ana bless. Okay. Na ni yeye ulikuwa ukiishi naye Mwanza. Ulipomwambia nataka niende Dar es Salaam kwa ajili ya sanaa ilikuwaje? Sikuja Dar es Salaam kwa ajili ya sanaa. Oh yeah. Lakini niliamini ipo siku nitafika hapa nilipo. Okay. Na ulikuja Dar es Salaam kwa ajili ya? Nilikuja Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza masuala ya makeup. Okay. Nilifikia kwa shangazi yangu, nikawa naishi kwa shangazi yangu. Okay. Kwa mimi kuja kwenye sanaa, niliamini tupo siku moja mimi nitasimama hapa niliposimama leo. Lakini nilikuwa sijui ni njia gani ya kusimama hapa, nilikuwa sijui chochote kile kuhusu sanaa. Inshallah nashukuru Mwenyezi Mungu nikutana baba Asma. Ni kama vile Mwenyezi Mungu alimshusha kwangu. Kuja kutambua hichi nilicho nacho sasa hivi mnachokiona. Yeah. Sawa. Na auntie ali bless kuwe kuingia kwenye sanaa ama it was hard? Auntie ali bless lakini sio sana. Okay. Sawa, mimi niseme asante sana. Ila mambo vipi? Safi mambo. Uko poa? Uko poa. Hivi Manyanya hajambo? Hata tunashinda kumuuliza Kawina, inabidi tumuulize Manyanya maana hatujaelewa sasa hivi eh? Kwa nini Manyanya watu jamani? Eh? Sawa, sisi tumfahamu Leila kwanza, tufahamu historia yako, mwenyeji wa wapi, lakini pia tumjue Leila kidogo tu. Eh? Tumfahamu Leila. Mimi ni mwenyeji wa Mwanza, natokea Mwanza. Mwanza? Ha? Manyanya, sogea kwa hapa kidogo. Kidogo.